Mitazamo mingi ya wanadamu kuhusu Mungu, dini nyingine tukiacha dini yetu ya Kikristo, Mungu ni wa kuogopewa, Mungu ni wa ajabu. Mungu ni wa kuogopewa, Mungu ni wa ajabu kabisa. Yaani dini zote, Mungu, hata kuzungumza kuhusu Mungu watu wanatetemeka. Lakini Mungu aliyedhihirishwa na Kristo ni tofauti kabisa. Kumuona Mungu kama rafiki yako, kumuona Mungu kama rafiki yako. Mara nyingi rafiki ni watu ambao mko sawa, sio? Rafiki ni mtu ambaye mko sawa, huogopi, unakuwa wazi kwake, unapenda kuwa katika mazingira yake. Katika Injili mmesikia hilo. Kwanza Yesu, kazi kubwa ya Yesu aliyokuja, mambo yote aliyofanya ni kudhihirisha mtazamo wa Mungu. Mtazamo wa Mungu ni nani? Na sisi tujihusishe vipi, tuhusiane vipi na huyo Mungu? Na anapofikia mwisho wa kazi yake hiyo, anatoa hiyo amri ya upendo. Kama alivyopendwa na Baba, ndivyo anavyotupenda sisi. Na anatutaka sisi kupendana kama alivyotupenda yeye mwenyewe. Na alitupenda vipi? Alitupenda kwa kutoa uhai wake. Kwa maana hii hali ya kutoa inatoka hali ya kudhihirisha upendo kwa njia ya kujitoa, imeanza tangu Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe, Mungu Baba, aliupenda ulimwengu. Kudhihirisha upendo wake huo, akamtoa mwanae ili aje. Na mtoto katika kudhihirisha upendo aliotumwa na Baba, anatoa nafsi yake ili kudhihirisha upendo. So upendo uko katika kujitolea, kutoa nafsi yako, sio kupokea, bali kutoa nafsi yako kwa ajili ya wengine. Kama Kristo alivyotupenda na akajitoa, nasi anawaambia wafuasi wake, na anatuambia mimi na wewe tupendane kama alivyotupenda yeye. Upendo wetu wa kibinadamu mara nyingi ni wa maslahi. Unampenda mtu kwa sababu amekupenda. Unampenda mtu kwa sababu amekufanyia kitu kizuri. Unampenda mtu kwa sababu ana tabia nzuri. Kuna visababisho. Lakini upendo huu wa kimungu ni tofauti kabisa. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Na ana lengo lake kubwa, anatoa amri hiyo. Na amri yake ndio hiyo tena ya upendo. Kumpenda mwanadamu mwenzako kama Kristo alivyotupenda. Amri anasema, na ukishika amri hizo basi mtakuwa rafiki zangu, mkitenda ni waamruyo. Na nachoamuru ni kupendana kama Kristo alivyotupenda. Tukifanya hivyo tu basi tutakuwa rafiki zake. Siwaiti tena watumwa, kwa sababu amedhihirisha yote. Amedhihirisha nini? Amedhihirisha Mungu kwetu, kwamba Mungu ni upendo. Kama yeye anapotuita rafiki zake, na yeye ni mwana wa Mungu, na yeye ni Mungu, huo ndio Mungu anatutaka sisi tumwendee. Tumwendee Mungu wetu kama rafiki yetu anayetupenda, anayeshikamana nasi na kusafiri pamoja katika safari yetu ya maisha. Lazima tujitahidi kwanza kujichunguza. Mimi na mtazamo gani wa Mungu? Na mtazamo gani wa Mungu? Mungu Baba ni wa Yesu kweli? Wakaona Mungu ni rafiki yangu. Mara nyingi tunamtazama Mungu kama jitu, kwanza jitu la kutisha, jitu ambalo linatusubiri kutupa motoni. Huo sio mfano kamili wa Mungu. Ukuu wa Mungu na katika ubaba wake huo, na sisi tu rafiki zake. Na tunapokuja kusali, tunakuja kumwabudu, tunamwabudu katika mtazamo huo, na kuja kukutana na Mungu aliyenipenda kupita kiasi kwa kupitia mwanae, na kuja kukutana na Mungu ambaye ni rafiki yangu. Tunakuwa katika hali hiyo ya urafiki. Sisi sio watumwa wa Mungu, bali ni rafiki wa Mungu. Tumwombe Mungu basi, ndugu zangu, ili mtazamo huo wa Kristo, lakini ile amri ya upendo usiotegemea maslahi yoyote, utuingie katika nafsi zetu, na tukiwa kama Kristo alivyotupenda,
na wanadamu wote, hata Wakristo tu ambao ni wengi kuliko dini nyingine, tukikamilisha hilo, basi ulimwengu utabadilika. Sisi kama wafuasi wa Kristo hatuombi, hatuombi, nasema nawaamuru, I command you. It's not an option. He's not begging us. He's not saying, I beg you, please, can you love each other as I loved you? No, he commands us. It's the commandment of love. So if we abide with that commandment, for sure the world will be transformed. Tumombe Mungu basi tuishi katika hali hiyo ya upendo kwa kutoa nafsi zetu kwa ajili ya wanadamu wenzetu. Tumsifu Yesu Kristo.